Wizara Sanaa na Michezo ndio inapitisha bajeti yake katika Bunge la Jamhuri ya Muungano. Yes. Nini maana yake? Maana yake nchi inakwenda inajua, inathamini na inajua umuhimu wa michezo kwenye nchi, na ndio maana serikali inakaa kupitia Wizara ya Sanaa na Michezo inakwenda kuweka budget ili kuhakikisha football inachezwa, kuhakikisha netball inachezwa, kuhakikisha rugby sijui inachezwa, michezo yote inakwenda inafanyaje, inachezeka. Sasa kama serikali inakwenda kukaa inatengeneza budget, kuna fungu linakwenda kwenye football, alafu watu ambao wanaotakiwa kwenye football wao wanasema hawachezi kwa sababu ambazo hazina mashiko, hazina sera, hazina dira wala hazina mwelekeo. Sisi watu wa football inatuumiza. Na leo nataka niwaambie watu, niwasomeshe kitu kimoja ambacho watu wengi hawakijui. Ndio. Vilabu vyote vinavyoshiriki kwenye ligi kuu ya NBC, vilabu vyote vinavyoshiriki kwenye ligi daraja la kwanza, soma vizuri, ukisoma katiba zao kwenye ibara moja inasema wako tayari kupokea maagizo na kuyatekeleza yanayotoka kwenye chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Hivyo wanayanga wawe tayari kwa kile ambacho tayari wameshakwisha kutoa ligi kuu. Shida ya waandishi hamtaki kutoa somo watu wa mpira wajue. Leo mnamtegemea kila jambo aseme Kisugu, na mimi binadamu, Mungu anaweza kunichukua. Kisugu, naamini kwamba hawa watu hawaelewi mpaka leo tukirudi kwenye katiba za hivi vilabu. Leti ingekuwa mnaandaa vipindi vyenu vya kuwasomea watu katiba vilabu vyao kwenda kuvijua kwingine kote. Mimi naamini kwamba mechi itakuwa ngumu na mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa na ushindani kwa sababu wanakwenda kukutana na watu wawili, kila mmoja anapambana kivyake. Pamba Jiji anapambana kwa namna ambavyo anaepuka kuteremka daraja, lakini Simba Sports anajiwekea mazingira mazuri kuhakikisha kwamba malengo yake yanakwenda kutimia ili kuweza kwa mabingwa wa ligi ya NBC. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa ushindani. Nafikiri mmesikia msemaji wa Pamba namna ambavyo alivyozungumza, na Pamba wako hapa zaidi ya siku 5 siku 6. Wenzetu wamepata bahati, wanafanya mazoezi katika uwanja ambao tutakwenda kucheza hiyo game. Hii inaashiria kwamba namna ambavyo tutakwenda kucheza game ngumu, kwa sababu leo kuleta kumbukumbu nzuri, tulicheza nao mechi ya kwanza CCM Kirumba pale mjini Mwanza. Mechi haikuwa nyepesi, mechi ilikuwa ngumu, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sisi tulikwenda kupambana tukaweza kupata point 3. Kwa hiyo lazima niseme mechi itakuwa ngumu, na niwaambie tu wana Simba kwa ugumu wa hii mechi tunahitajika kwa wingi kufika katika uwanja wa KMC ili kwenda kuanikiza, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kupeleka vibe, spirit ya uchezaji wetu iweze kuongezeka, ili kuna namna ambavyo tunakwenda kupata point 3. Kwa hiyo kwa sasa lazima niseme mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama Simba timu kubwa, tuna wachezaji wakubwa inshallah. Mimi na imani kwa jitihada ambazo tulizokuwepo katika Simba za wachezaji wetu, management ya Simba, mashabiki wa Simba, naamini kwamba tutapata point 3 dhidi ya Pamba Jiji. Pamba Jiji wako nafasi ya 13, si nafasi nzuri sana upande wao, na hivyo pengine wanajikakamua waweze kutoka kucheza playoff na mchezo ambao unakwenda kukutana na Simba. Pengine wanataka kwenda kuprove long kile ambacho kiliwapata katika uwanja kule kwa CCM Kirumba. Wana Simba, pengine umekiri mchezo mgumu na kwamba tunaifahamu kwa sasa inaonyesha mchezo wenye ushindani, na wamesajili katika dirisha dogo wachezaji ambao wana viwango vya juu na tumeona. Pengine na Simba hii ambayo inaenda kucheza mchezo huo ikiwa na malengo mawili, huku ikitaka kulinda wachezaji wake kuelekea mchezo wa finali, na huku ikitaka matokeo, alama 3 pointi muhimu. Pengine mchezo huo unautazamia vipi, lakini pia utakuwa wa namna gani tukiachana na ugumu ambao umezungumza? Kama nilivyosema hapo awali, mchezo utakuwa mgumu, lakini naamini kwamba kesho mchezo utakuwa kimbinu zaidi. Mwalimu Fadlu anajua namna ambavyo tunahitaji point 3. Mwalimu Fadlu anajua namna ambavyo tunahitaji kulinda wachezaji wetu kuelekea finali ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo naamini kwamba utakuwa mchezo wa tofauti sana. Unajua Simba sasa hivi mechi 2-3 zilizopita tucheze mchezo wa kuvutia. Ile Simba ambayo watu wanastahili kuiona pila biliani huwezi kuiona kwa sasa. Mnacheza mpira matokeo. Sasa hivi tunakwenda kucheza mpira namna ambavyo Simba inahitaji kupata pointi 3. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa tofauti sana. Mchezo ambao utakuwa na mbinu ya hali ya juu sana. Nafikiri mmeona katika mechi ambayo iliyopita dhidi ya JKT Tanzania. Nendeni mkaangalie lineup ya Simba namna ambavyo mwalimu alivyokwenda kuipanga. Siku zote Simba unapozungumzia tumemzoea Captain Mohamed Hussein Shabalala kwanza, lakini mwalimu akaenda akafanya rotation ya Shabalala akakaa nje. Lakini tuna mchezaji anaitwa Mutale. Tumemzoea mara nyingi yeye anaingia dakika za mwisho, namna ambavyo second half, lakini mwalimu alimwanzisha first half. Akacheza zaidi ya dakika 80 85 ndo akaja akamtoa. Kwa hiyo nasema mchezo utakuwa mgumu, lakini mchezo utatawaliwa na mbinu sana. Lakini mimi najua Pamba ni watu ambao washindani. Kuna watu ambao timu unakutana nayo unakwenda kukutana na vitu viwili. Moja, unaweza kukutana na ushindani wa timu, lakini pili ukaenda kukutana na timu ambayo kujionea watoto wa mjini ni wachezaji ambao wanagonga muda wote.
Lakini unapokwenda kucheza na Pamba, tunachokiamini sisi, tunakwenda kukutana na ushindani wa kweli. Ni watu ambao wanacheza kwenye space, ni watu ambao wanacheza kwenye njia, si watu ambao wanapenda sana kugongana kwa namna ambavyo mechi mbili zilizopita. Niwaambie wana Simba wasiwe na hofu. Tumwachie Mwalimu Fadu na vijana wake wamekaa katika uwanja wa mazoezi, wamesoma vizuri Pamba Jiji. Mimi naamini kwamba tutakwenda kuchukua pointi 3 zidi ya Pamba. Alama 3 muhimu. Yes, tutakwenda kuchukua zidi ya Pamba, wala hazina mashaka. Niwaambie tu wana Simba, kikubwa ni kuchukua tiketi zetu kukutana na KMC. Bwana kocha, nanukuu kutoka kocha Selemani Matola anasema kwamba ratiba ni kweli anakiri ngumu, lakini pia hii yote ni kuhakikisha alama 3. Yes, pengine upande wa wachezaji mpaka sasa tunaona Karabucha Mungu beki ambaye alikuwa anategemewa mpaka sasa alishindwa kuendelea na warm up kipindi kile mchezo dhidi ya JKT, lakini pia Chemalon Fondo anarejea taratibu kwa wana Simba. Haiwapi pressure kuelekea michezo ambayo inafuata? Yeah, Simba ni timu kubwa na tumesajili wachezaji wengi. Tumesajili zaidi ya wachezaji 28. Unapomkosa Charabu, maana yake kwamba kuna mwingine atakuja atakava nafasi yake. Mimi ninachoamini football ya sasa imeondoka kwenye namba. Football imebaki kwenye nini? Kwenye mfumo. Na ndio maana leo hii juzi ghafla tunakwenda kumkosa Kalabu. Mwalimu anakwenda kuswitch. Anamuingiza Kagoma anakwenda kucheza kama nani? Kama center back ya kati. Maana yake ninachoamini mimi, football imetoka kwenye namba, mpira umebaki kwenye nini? Kwenye mifumo. Kwa hiyo tunapokwenda kuwakosa wachezaji hawa, kuna muda mwingine haileti hofu sana, kwa sababu tunaamini kwamba mwalimu atakwenda kuswitch kwenye mfumo wake kiasi kwamba lile pengo au lisende kufanyaje? Lisende kuonekana. Lakini inatumiza sana kuona namna ambapo kipindi ambapo mnapokwenda kupambana, mnaamini kwamba hawa ndio wanajeshi ambao mnakwenda kuipambania timu yenu. Mmoja akatokea bahati mbaya ikamkuta injury, mkashindwa kumtumia katika timu. Kwa kweli lazima nikiri kwamba kwa namna moja au nyingine inakwenda na kugusia. Lakini ikishatokea hakuna namna, ni kuweza kubaki sasa kwenye uwanja wa mazoezi, walimu kwenda kuswitch kuona kwamba fulani tutamkosa, tutumie mfumo gani kiasi kwamba pengo la fulani lisende kuonekana. Unajua? Lakini tuchukue nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema wachezaji wetu na wale ambao walikuwa majori wapone kwa haraka ili waweze kuja kupambania Simba. Kabla tujaelekea kuzungumza kuhusiana na finali yenu ambayo mnakwenda kucheza, ni mchezo mkubwa ambao tunautazamia. Tuzungumze kwanza kuhusiana na barua ile ya Yanga. Nyinyi mnacheza? Yes. Si ni timu ya mpira. Juni 15 namna ambavyo ligi kuu wameshaupangia mchezo huo, lakini pia msimamo wa Dar es Salaam Young Africans uko pale kwamba hawachezi. Pengine kwa wana Simba ili mnalipokeaje? Lakini pia imekuwa mijadala mingi katika mitandao ya kijamii, wengi wanasema kwamba tutakiwa busara itumike. Sisi kwanza tukimsikia mtu anataka kucheza mpira sisi inatuumiza. Leo hii bahati nzuri waandishi hamtaki kuzungumza ukweli leo. Leo tarehe ngapi? Tupo tarehe 7 mwezi wa 5. Wizara Sanaa na Michezo ndio inapitisha bajeti yake katika bunge la Jamhuri ya Muungano. Nini maana yake? Maana yake nchi